waweze kusikiliza mjadala huo, alafu kisha waibaini wenyewe haki, kwamba haki iko wapi na batili iko wapi. Ukishaitambua haki, maana yake wewe mwenyewe ufanye maamuzi ya kuifuata hiyo haki pasi na kulazimishana. Ndio malengo makubwa ya mjadala wetu, mjadala ambao utakuwa ni wa nidhamu, kuheshimiana pasi na kudharauliana, na tutatumia vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuthibitisha juu ya yale ambayo tunayazungumza. Na ndio maana ukiangalia katika meza zetu tuna vitabu, kwa maana tuna Qur'ani ambayo ni hii hapa, lakini vile vile tuna kitabu cha Biblia kinachotumiwa na makanisa mengi duniani, kwa maana Biblia ile vitabu 66 ikiwa inatumiwa na makanisa mengi duniani ambayo tunayo. Lakini tuna vitabu vingine mbalimbali ambavyo pia tunavyo, vitatumika kama sehemu ya ushahidi wa kile ambacho tunachokidai sisi kama Waislamu, lakini pia na Wakristo na wao watatumia vitabu kama sehemu ya ushahidi wa kile wanachokidai. Alafu wajibu wetu sisi ni kuwasilisha, na wajibu wako wewe ambaye ni mtazamaji, msikilizaji, wajibu wako wewe ni kuhakikisha unautambua ukweli, na baada ya kutambua ukweli, wajibu wako wewe ni kuufuata. Kwa hiyo kwa muda huu ni muda ambao tutaianza mosheni yetu. Wahadhiri wa Kiislamu ambao leo watakuwepo katika ulingo huu wa wasilishaji wa mada, tuna zaidi ya takribani wahadhiri 15 wa Kiislamu, akiwemo Ustadhi Shafi Shomari Pango, Ustadhi Ibrahim Muhammad Bakoz ambaye ni mimi naeleza haya maelezo, lakini Dr. Sule Seif Sule, Ustadhi Bogo, Sheikh Jash Kimweri, wana wengine wengi takribani 15. Muda wetu ni mdogo, wote hao wanajumuika pamoja katika mdahalo huu. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maneno ya utangulizi, kukuweka tayari wewe kukaa hapo ulipokaa kwa kutulia na kwa hamu kubwa, kuhakikisha hauinuki pahala hapo, bali umeufuatilia mdahalo huu kwa kina kabisa. Nina imani baada ya kuangalia mdahalo huu utatoka na faida kubwa kabisa ambayo pengine ulikuwa hauna faida hiyo. Kwa hiyo baada ya haya machache, nimkaribishe kiongozi wa upande wa pili. Ungefafanua na ile mikataba yenu mipya sasa hivi iliingie, kwamba tutaki na nirudie tena, nimesema awali na sasa ninarudia tena kwamba mdahalo hii kwa sasa tunaiendesha kwa kuzingatia nidhamu kubwa. Kwanza, haturuhusu matusi ya aina yoyote, kejeli ya aina yoyote, dharau ya aina yoyote kwa manabii, kwa viongozi wa kijamii aidha wa serikali, kwa viongozi wa dini, kwa wahubiri wenyewe. Haturuhusu mambo yoyote ambayo yanaweza kuashiria uvunjifu wa amani, yanaweza kuashiria dharau, yanaweza kuwa viashiria vya uharibifu wa maisha ya watu. Kwa hiyo tunachotaka ni kufanya mjadala uliojaa nidhamu, ambayo kiongozi wa serikali anaweza kusikiliza na kufurahi, viongozi wa dini wanaweza kusikiliza na kufurahi, wananchi wa kawaida wanaweza kusikiliza na kufurahi. Kwa hiyo tunahitaji mijadala ambayo imejaa nidhamu. Kwa hiyo tunasema kuanzia sasa, huu ni ukurasa mpya kabisa wa kufanya mijadala kwa kutumia elimu, maarifa, pasi na kuwepo na dharau wala matusi ya aina yoyote. Kwa hiyo nikuombe tu ndugu msikilizaji, na wale ambao mnafuatilia mdahalo huu, ni vyema muwe tu tayari kusikiliza mdahalo huu, mkijua ni mdahalo ambao umejaa heshima. Unaweza kukaa wewe na familia na ndugu na jamaa bila kukerwa na kitu aina yoyote, kwa sababu kimsingi zitakazotumika hapa ni hoja za kimaandiko, pasi na kuingiza maneno yoyote ambayo hayastahili katika jamii. Kwa inshallah, baada ya hayo nirejeshe maiki upande wa pili kwa ndugu zangu ambao Wakristo, kiongozi wao Bwana Damian
ili na yeye aweze kuleta nasaha zake na utambulisho kwa dakika 2, kisha tuanze mdahalo wetu katika siku ya leo. Karibu Bwana Damian. Naam. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya upendo, sifa na utukufu kwako. Lihimidiwe jina lako, lisifiwe jina lako, litukuzwe jina lako. Asubuhi ya leo tunaanza mjadala na ndugu zetu Waislamu kwa lengo moja tu la kuepeana maarifa, kutafakari vitabu vyetu na imani zetu, ili tuweze kufanya machaguo sahihi, kushika imani sahihi kwa ajili ya utukufu na uzima wa milele. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuangazie, atukumbushe, atufundishe, tuweze kufundisha yale ambayo yataleta faida kwa kanisa na kwa jamii kwa ujumla. Tunaomba yote hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti na mwalimu Damian Moses Ndimbo. Naongoza mjadala huu kwa upande wa Kristo na nitakuwa mwenyekiti wa kikao hiki kwa leo. Na kama alivyosema Sheikh Ibrahim, mdahalo wetu tunatumia vitabu vitakatifu vya Mungu ambavyo vinaaminika kwa dini zote na vinatumiwa na waamini wote. Sisi tuna Biblia takatifu na wenzetu wana Qur'ani na hadithi za Mtume. Kwa hapa hatutegemei gazeti kama ushahidi wala makala yoyote, bali vitabu ambavyo vinaaminika kutumika kwa dini zote mbili ndio ambavyo tutavitumia siku ya leo. Basi nitoe tu utambulisho mfupi. Utataja jina lako na kuketi. Naomba tu niwatambulishe walimu ambao wapo hapa, kusudi wale wanaofuatilia kwenye YouTube, Instagram, Twitter, Facebook wajue hapa leo tumekutana na timu kubwa ya walimu. Naomba nianze kule mwisho kabisa. Wewe simama tu, sema jina lako alafu keti. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Mwalimu Gaspar Francis, mwinjilisti na mwalimu. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Mwalimu Alex Godfrey. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Ezekiel Ebeneza. Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Medadi Angelo Aloisi Kiabashasa. Tuko hapa kwa ajili ya mdahalo na Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa mwinjilisti Richard Chenge, nipo hapa kwa ajili ya mjadala wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Elias Justin, ni mwinjilisti, niko hapa kwa ajili ya mdahalo wa. Naitwa Mika Mageni, mwalimu wa huduma hii za neno la Mungu. Amen. Tutaanza mada zetu leo. Tuna mada mbili. Mada ya kwanza, je, Bwana Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote wa ulimwengu mzima au kwa ajili ya wana wa Israeli tu? Mada hiyo wataanza Waislamu kwa kuwa ndio walioichagua, na mada ya pili itakuwa inaitwa, je, Nabii Isa ndiye Masihi Yesu Kristo? Hii mada tutaanza sisi wa Kristo baadaye, mara baada ya kumaliza mada hii. Kwa naomba nipeleke microphone moja kwa moja upande wa pili kwa Sheikh Ibrahim Bakozi, ili tuweze kuanza mada yetu ya kwanza ambayo inasema, je, Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya watu wote au kwa wana wa Israeli tu? Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, awali yote tunafungua hadhara yetu sasa kwa dua, na mwasilishaji wa mada baada ya dua atakuwa ni mwalimu JJ Kimweri au Jahshi Jafari Kimweri. Yeye ndiye atakayekuwa mwasilishaji wa mada kwa siku hii ya leo, kwa maana ya mada ya kwanza ataiwasilisha yeye. Na nikuombe wewe ambaye unafuatilia uwe tayari kwa ajili ya kuifuatilia mada hii kwa kina kabisa, ili upate faida ya kutosha. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب زدنا علما وارزقنا فهما وفهمنا فهما. يا رب زدنا علما وارزقنا فهما وفهمنا فهما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر. يا ربنا اجعلنا من المتطهرين، يا ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين، يا ربنا فانصرنا من القوم الفاسقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Inshallah tunamkabidhi kwa sauti hichi Sheikh Jashi Kimweri ili tuanze mada ya kwanza. Niwaombe tu watunza muda wa seti saa hizo ziwe tayari ili moja kwa moja tuanze. Muda atakaotumia ni dakika 25 kama ataweza kuzimaliza au chini yake, si zaidi ya dakika hizo. Karibu Sheikh Jashi Kimweri, karibu. وعليكم السلام. ولو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو سقط على الأرض لكساها سندسا وهريرا ولو مزج بماء البحار لجعل ملحا أجاجا عذبة فراتا سلسبيلا. ألا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Awali yote nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Allah kwa kutujalia kuingia katika mada ya leo, mada ya awali inayoeleza je, Yesu alitumwa kwa ulimwengu mzima, kwa dunia nzima, kwa watu wote, au alitumwa kwa wana wa Israeli? Hii ndio mada ambayo kwetu sisi Waislamu tulipendekeza. Lakini kabla sijaingia kwenye mada hii, kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa wasimamiaji wa mkutano, ningependa mimi mwenyewe nijikumbushe kwamba mada hii na nyinginezo zinahitaji kuzungumzwa kwa nidhamu, sio kwa matusi wala kejeli, kwa njia ya yoyote. Lakini pia zitolewe dalili zinazoweza kuthibitika kutoka kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu au vitabu vyenye kutegemeka vya wasomi. Kama tunavyoona katika meza kuna vitabu vya wasomi, basi vyote vitumike vitabu hivi vya wasomi vinavyoweza kuelezea vitabu vya Mwenyezi Mungu, na tusitoe katika magazeti au vyombo vingine ambavyo havina alaka au mahusiano na vitabu vya Mwenyezi Mungu. Sasa tunapokuja katika mjadala wa je, Yesu alitumwa kwa watu wote dunia nzima au alitumwa kwa wana wa Israeli? Kwa nini kunakuwa na swali hili? Kunakuwa na swali hili kwa sababu katika dunia hii kabla Yesu hajazaliwa, wana wa Israeli duniani walikuwa wakimtazamia Masihi ajaye kama kiongozi na mwokozi kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli wakati wakiwa duniani, Yesu hajazaliwa, waliishi katika matumaini ya kuamini yuko Masihi aliyeahidiwa kuja kuwaokoa wana wa Israeli. Na hili limekuja kutokana na uwepo wa ahadi za manabii wa Mwenyezi Mungu kabla Yesu hajazaliwa duniani, kwamba Waisraeli Mungu alipanga atawaletea mwokozi ambaye ndiye Masihi ajulikanaye kama Yesu au Kristo kwa lugha ya Kigiriki, kwa maana neno hilo Kristo. Kwa hivyo tunasoma katika historia ya maandiko ya kitabu cha Biblia na hata vitabu vingine ambavyo hapa hatunavyo mezani, huthibitisha kwamba Waisraeli waliishi kwa muda mrefu wakiamini kwamba yuko Masihi atakayekuja kuwaokoa. Kitabu cha Mathayo kinaanza kutuonyesha dalili ya kwamba hii ni ahadi tangu mwanzo. Ahadi hii imetolewa na Mwenyezi Mungu kupitia manabii wake, kwamba Yesu Kristo ni mtu aliyeandaliwa kuja kwa wana wa Israeli. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 6 inasema katika andiko hili, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe katika majumba ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Andiko hili linaonyesha kwamba Yerusalemu iliahidiwa kwamba kutokea katika majumba ya Yuda atatokea mtawala, na mtawala huyu atakuja kuwachunga watu wa Mungu Israeli. Andiko hili linaonyesha wazi kwamba Waisraeli walishapewa taarifa mapema, na ndio maana katika andiko hili ziko reference mbalimbali zinazoonyesha kuanzia chanzo chake, kuanzia 5:2 kwenye kitabu cha Mika, kwamba Israeli ilitolewa habari
kutokea katika taifa la Israeli ndani ya mji wa Jerusalem atatokea mtu atakayewachunga watu wa Mungu Israeli. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ahadi ambayo Waisraeli kwa muda mrefu waliishi wakitarajia siku moja Masihi atakuja na atakuja kuwaokoa. Masihi alipokuja katika kitabu cha Mathayo, na hicho nitakitolea ufafanuzi kidogo baada ya kusoma andiko hilo. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa sura ya 15 mstari wa 24. Yesu Kristo alipokuja naye akaongeza maneno yafuatayo au akayasema maneno yafuatayo. Nami nitayanukuu maneno haya kwa ajili ya kuweza kubainisha ile ahadi ambayo Mungu aliwawekea Waisraeli na utimilifu wake. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 24, wakati Yesu alipokuwa akiombwa na mwanamke mmoja, wanafunzi wake wakamwambia bora aende kwa sababu si katika jamii ya wana wa Israeli. Yesu naye akatilia mkazo maneno ya wanafunzi wake. Maneno haya yakasema hivi, akajibu akasema, kwa maana Yesu akajibu akasema kumwambia yule mwanamke, lakini kuambia pia na dunia nzima. Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa mujibu wa andiko hili, linathibitisha andiko la kwanza lililotoa kwamba wakati Yesu hajazaliwa, Waisraeli waliwekewa ahadi na Mwenyezi Mungu kwamba kutokea katika mji wa Jerusalem ndani ya nyumba ya Yuda atatoka mtu atakaye watawala na kuwaongoza watu wa Mungu Israeli. Na Yesu akaja akasema sikutumwa. Hapa alikuwa anakataa, kwa maana ya kwamba hakuna kitu chochote kilichomfanya aje duniani, lakini akaleta illa. Katika lugha ya Kiarabu ambayo inawafikiana sana Kiswahili inaitwa ni harfu al-istithna, kwa maana isipokuwa tu nimetumwa kwa jamii ya wana wa Israeli. Kwa maana ya kwamba andiko linathibitishwa na maneno ya Yesu mwenyewe, au ile iliyotolewa kama taarifa mwanzo inathibitishwa na maneno ya Yesu mwenyewe, kuonyesha kwamba yeye alikuja kwa ajili ya kutumikia wana wa Israeli. Lakini ndugu zetu wahubiri wa Kikristo wanaposimama katika andiko hili hujaribu kusema kwamba hapana, hapa ilikuwa inakusudia mwanzo wa habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo mwanzo tu ndio uliohusika na Yesu Kristo Israeli. Kinyume na hivyo, baadaye alikuja akajipanua, mipaka yake ikapanuka ikatoka nje ya Israeli. Na kwa maandiko mbalimbali wakayatumia kuonyesha kwamba, ili kudhibitisha kwamba andiko hili la 15:24 lilikuwa linakusudia wakati wa mwanzo. Wanajaribu kunukuu maandiko mbalimbali kudhibitisha kwamba Yesu, baada ya kwamba yeye alitumwa kwa wana wa Israeli mwanzo wa maneno yake, lakini baadaye alifungua mipaka, na mipaka hiyo ikaonyesha kwamba Yesu alitumwa kwa ulimwengu mzima. Miongoni mwa maandiko yanayotumiwa katika hali ya kujaribu kufafanua andiko hili, ambalo kiukweli kama tungelitazama vizuri, andiko hili hakuna mahala popote laweza kupingwa, ila tu labda kwa njia nyingine ya kuweza kutumia nguvu za kulazimisha tafsiri iwe hivyo. Baadhi ya maandiko ambayo hutumiwa na kuonyesha kwamba Yesu Kristo hakutumwa pekee kwa nyumba ya Israeli bali kwa watu wote, kuna maandiko mawili makubwa, ingawaje yako mbalimbali, lakini haya lazima niyapitie kuonyesha kwamba kile kinachofasiriwa na kudaiwa kwamba ni njia mbadala wa andiko la 15:24, kwamba ni ruhusa ya kuonyesha kwamba Yesu alikuja na akahubiri kwa wasiokuwa wa Israeli, kinyume na ile 15:24. Andiko nambari moja linalotumiwa katika haya mawili nitakayotumia, la kwanza ni katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 2. Andiko hili la Yohana sura ya 17 mstari wa 2 nitalisoma kama lilivyoandikwa ili kusudi tuweze kuona, je, ni kweli andiko hili laweza kutoa maana ya andiko lililoko katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 24, au sisi ndio tunaolazimisha maana iwe hivyo? Kwa sababu andiko la Mathayo limedhihirisha wazi kwa kauli ya Yesu
Tena ni wakati mtu mmoja amekuja akitaka msaada. Yesu akasema, la, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sasa andiko hili linasema hivi, 17 mstari wa 2. Kama vile Yesu anasema, maneno haya aliyasema Yesu. Nikianzia 1. Maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kwa maana ya kwamba maneno haya yanaonyesha zile nafasi za mwisho wakati Yesu anataka kuondoka. Nasema saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwanao naye akutukuze. 2, ambapo ndipo penye kutumiwa kama kigezo cha kusema Yesu alitumwa kwa watu wote. Andiko nasema, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Andiko hili linaposimama na kusomwa andiko hili, watu husimama na kudai kwamba hivi ni binadamu gani yuko duniani ambaye hana mwili? Na kama kuna binadamu yoyote anayedhani kwamba ana mwili, basi Yesu ametumwa kwa mtu wa aina hiyo. Lugha inavyoonekana ni kweli, kila mwenye mwili lazima aonekane Yesu ametumwa kwao. Lakini je, ni kweli ndio tafsiri halisi? Na je, ni kweli neno hili mwili limekusudia watu wote wa dunia nzima? Kwa sababu yaweza ikatolewa lugha, lakini lugha hiyo ikiwa kama kwenye mkutano au kwenye taifa, ikawahusu watu wa eneo husika peke yao na isiwahusu watu wa maeneo mengine. Kwa mfano, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania aweza kusema watu wote, pasipo na kuingiza sifa ya Tanzania, watu wote wanatakiwa wafanye kazi. Ingawa Wakenya ni watu na ingawa Waganda ni watu, lakini hotuba hii haiwahusu Wakenya wala haiwahusu Waganda. Kwanza inawahusu Watanzania ambao pia ni watu. Kwa hivyo lugha hii iliyotumika juu ya wote wenye mwili, ni kweli kila mtu duniani anaishi akiwa na mwili, lakini lugha hii haikusudii kwamba ni kila mwenye mwili na kila mtu anayetokea kwenye kabila tofauti na wana wa Israeli inamhusu lugha hii. Lakini maneno yangu yanawezaje kuwa na ithibati kwamba ninachokisema ni kweli? Kwa maana tunachokihitaji si kwa maana tukatae pasipo na dalili, ila tukatae kwa uwepo wa dalili. Maneno yanasema juu ya wote wenye mwili, na mimi nasema wote wenye mwili wanaohusishwa hapa ni wale Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Lakini andiko hili lawezaje kufafanuliwa kwamba ni wana wa Israeli pekee kama halitahitaji kupata msaada wa andiko lingine au ufafanuzi wa andiko hili usipopatikana? Na je, ufafanuzi huo unaohitajika hapa ni wa maneno yangu kinywani au ni maneno ya Yesu mwenyewe? Katika mstari wa 9 Yesu anafafanua kile alichokisema, lakini kabla ya kwenda mstari wa 9, kama utaendelea na andiko hili vizuri tu pasipo na kusogea mbele, bado utaona tafsiri ya Yesu ilikuwa inakusudia wale watu waliokuwa ametumwa kwao. Andiko linasema hivi, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa maana wote uliompa awape uzima wa milele. Sasa unapotumia neno wote uliompa, kwa maana hili katika lugha ya Kiswahili yaweza kufasirika, kuna watu waliopewa Yesu na kuna watu ambao hakupewa Yesu. Wote uliompa, kwa maana kwamba kuna wengine hakupewa. Lakini tafsiri hii haiwezi bado kutosheleza. Tuende katika mstari wa 9. Mstari wa 9 unasema, mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa. Tafsiri ya andiko la 17:2, Yesu anaposema kama ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili, Yesu anafafanua maneno yake mwenyewe katika mstari wa 9, mimi nawaombea hao ulionipa, si uombei ulimwengu. Kwa maana ya kwamba
tafsiri hii haikataani na kitabu cha Mathayo 15:24, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo tafsiri hii yaonyesha wazi kwamba Yesu alitumwa kwa watu maalum, na watu hao aliopewa, Yesu anasema ndio na waombea, bali si uombei ulimwengu. Kwa maana ya kwamba tafsiri ya andiko la 17:2 linaonyesha kufafanuliwa na Yesu mwenyewe kwamba Yesu alipokuwa akitaja wote wenye mwili alikuwa akikusudia wana wa Israeli. Kwa namna hii sasa, sisi Waislamu bado tunaendelea kusema andiko la 17:2 haliwezi kwenda kinyume na andiko la 15:24 Mathayo. Andiko la 17:2 haliwezi kwenda kinyume na andiko la 6:26 Mathayo. Maandiko haya yanakubaliana kabisa, ila sisi ndio tunaolazimisha kwa kuyavalisha tafsiri nyingine kutumika neno wote wenye mwili. Yesu amefafanua ni wale tu aliopewa na Mwenyezi Mungu ndio aliokusudia wote wenye mwili na si vinginevyo. Hicho ni kitabu cha Mathayo, Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Lakini pia achilia mbali andiko hili la Yohana sura ya 17 mstari wa 2 na wa 3, liko andiko lingine lenye kutumiwa na ndugu zetu wa Kristo. Andiko hili likitangazwa wazi na likuhubiriwa kila mahala kwamba Yesu Kristo alitumwa kwa ulimwengu mzima, na andiko hilo linalotumiwa badala ya lile lilolitoa la 17:2 Yohana ni andiko la Marko sura ya 16 mstari wa 15. Na naweza kusema hili yawezekana ndiyo ngome ya mafundisho yote ya wenye kudai kwamba Yesu alitumwa kwa ulimwengu mzima. Andiko hili la 16:15 linasomeka kama ifuatavyo. Maneno yanasema hivi, 16:5. Akawaambia, kwa maana Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa mujibu wa andiko hili, wanaodai Yesu katumwa kwa ulimwengu mzima husimama na kudai, je, hii haionyeshi kwamba ni dalili ya kuonyesha Yesu katumwa kwa ulimwengu mzima? Na hudaiwa maneno, unahitaji andiko lingine lipi ikiwa andiko liko tayari na liko wazi kusema Yesu anawatuma wanafunzi wake kwa ulimwengu mzima? Sisi tunasema kwamba maandiko yanapopingana kitabu kinakuwa na makosa. Na ili maandiko yasipingane, lazima sisi wenyewe tujitahidi kutafsiri maandiko ipasavyo na sio kinyume ya hapo. Sisi kama Waislamu tunasema andiko hili haliwezi kwenda kinyume na andiko la kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 6. Andiko hili haliwezi kwenda kinyume na kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 24. Na andiko hili pia haliwezi kwenda kinyume na kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 9. Maandiko haya yote yanakubaliana Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli. Lakini inaweza ikawa ni mshangao, kama ni wana wa Israeli pekee, neno ulimwengu haulioni? Kwa sababu neno ulimwengu katika lugha ya kawaida hufasirika kitu kikubwa sana. Ulimwengu katika lugha ya Kiarabu ikijulikana kama al-alam. Al-alam ni kila ma siwa Allah. Ulimwengu ni kila kile ambacho sio Mwenyezi Mungu. Sasa mamlaka aliyopewa yote hii Yesu ya ulimwengu, nataka kusema ni wana wa Israeli pekee? Mimi siwezi kusema hapana, ila vitabu ndivyo vinavyoweza kusema hapana. Mimi nikisema hapana, nataka nilazimishe tafsiri yangu ya kichwani mwangu. Lakini kama vitabu vitasema hapana, basi lazima tukubali vitabu ndivyo vilivyosema. Kuna ulimwengu wa kijiografia tunaofahamu sisi, ambao ulimwengu wa kijiografia au wa kiastronomia ni ulimwengu unaojulikana kubeba sayari, magalaksi na jumla ya vitu vyote ambavyo vinajulikana kama heaven bodies, kila kinachoonekana katika anga na katika ulimwengu tunaoishi, dunia tunayoishi, ndio hujulikana kama ulimwengu. Na kuna ulimwengu wa kijiografia au dunia ya kijiografia ambao ni mataifa mbalimbali yaliyoko duniani. Sasa andiko hili linaposema Yesu kapewa mamlaka ulimwenguni kote, je, tutawezaje kulifafanua andiko hili
na kusema hapana, sio ulimwenguni kote kwa maana ya ulimwengu wa kisiasa au wa kijiografia, bali ni ulimwengu wa kimaandiko. Tunawezaje kulifafanua hivyo? Tutalifafanua andiko hili ili libaki ni wana wa Israeli kwa kutumia maandiko na wala sio kwa kutumia akili zetu. Kinyume na kutumia maandiko tukatumia lugha ya kisiasa au ya kijiografia, ulimwengu utakuwa ni nje ya Israeli. Lakini kama tunasoma maandiko, basi ulimwengu ni Israeli pekee. Lakini itawezekanaje kutafsirika hilo neno ulimwengu ni Israeli pekee? Ni lazima tupate msaada wa andiko lingine. Kwanza tulitafsiri neno hili ulimwengu katika Biblia linatafsirikaje? Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 1. Hapa kuna maneno yaliyotumika nayo yanapaswa kuangaliwa vizuri, na huenda yakawa ni chachu ya kuweza kuonyesha kile ninachokisema na ninachokisimamia. Kwamba neno ulimwengu halimaanishi wa kijiografia, kwa sababu ulimwengu wa kijiografia ni universe, na universe ni vitu vingi ambavyo si dunia pekee, ni pamoja na galaxy, jua, solar system na kadhalika. Lakini ulimwengu wa kimaandiko unaweza ukatoka nje ya vitu hivyo ukarudi katika kile ambacho tunaweza ukakisoma hapa. Msaada wa andiko la neno ulimwengu. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 6. Mstari wa 1. Hii ni habari ya utawala wa Rome. Andiko linasema hivi: siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote ulimwenguni. Hebu tafsiri andiko hili vizuri, kwamba Kaisari anatoa amri iandikwe orodha ya watu wote ulimwenguni. Unaporejea katika historia, hakuna mahala panapodhihirisha kwamba Kaisari aliwahi kutawala ulimwengu mzima. Hakuna mahala panapodhihirisha kwamba Kaisari aliwahi kutawala ulimwengu mzima. Na kama tulitoka nje ya maandiko, ndio kabisa utawala wa Kaisari hauwezi kutafsiriwa ni wa ulimwengu, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, ulimwengu kwa maana ya nje ya kijiografia ni kula masi wallah, ikiwemo planets, solar system, nyota zile, stars na kadhalika, ni ulimwengu. Lakini kama tutarudi katika maana ya kimaandiko, ni kweli Kaisari alitawala ulimwengu, lakini lazima tupate tafsiri halisi. Linapotumika neno ulimwengu linakusudia nini? Na hapa ndipo tunaweza kuitafsiri 16:15 Marko, kwamba Yesu aliposema enendeni ulimwenguni kote, alikusudia watu wote dunia nzima? Alikusudia ulimwengu wa kijiografia? Alikusudia ulimwengu wa kisiasa? Au alikusudia ulimwengu wa kimaandiko? Katika kitabu hiki cha Biblia, katika lugha ya Kiingereza, iwe ni King James Version, iwe ni Union Version, maneno yaliyotumika kwa Kaisari juu ya ulimwengu yameelezwa kwa kufafanuliwa vizuri na kuonyesha kwamba kumbe maana ya ulimwengu si kama vile tunafahamu ulimwengu wa kisiasa, ulimwengu wa kijiografia, bali ulimwengu kwa maana nyingine. Andiko la kitabu hiki cha Luka sura ya 2 mstari wa 6 katika Biblia ya Kiingereza, tulisome halafu tuone, je, neno hili ulimwengu ndivyo lilivyotumika katika lugha ya Kiingereza? Na kama sivyo, basi tutaondoa tafsiri ya ulimwengu kwamba ni kila tunachokitafsiri katika lugha ya kijiografia na lugha ya kisiasa. Tutatoa tafsiri hiyo. Lakini kama ndivyo ilivyoandikwa, tutakubaliana. Tusome Luka sura ya 2 mstari ule wa 1. Nami naisoma katika soft copy, kwa maana maandiko yaliyoandikwa na kuhifadhiwa katika vitabu kwenye njia ya soft copy. Inasema hivi: amri hii ambayo imetaja ulimwengu, huku imetaja neno ulimwengu, inasema hivi: and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world. Sasa angalia neno litumika, all the world, sio universe. Huku kwenye Kiswahili kumeandikwa ulimwengu, lakini kwenye lugha ya Kiingereza kumetumika neno world, kwa maana is a planet, ni ile sayari pekee ya dunia. Kwa maana katika lugha ya Kiingereza neno ulimwengu hulipati, unakuta neno dunia, kwa maana mamlaka ya ulimwengu imeondoshwa, imebaki sayari pekee yake. Katika lugha ya Kifaransa ambayo tafsiri hii iko mbili, na hilo neno dunia nalo likaondolewa, kukabaki nini? Katika lugha ya Kifaransa naisoma kama ilivyoandikwa. Wanasema hivi:
La naissance de Jésus et cet plat, l'empereur Agostino Pablia dit et qui ordonnait de tous les habitants de empire. Kiongozi wa empire ya Rome Augusto alitoa amri iandikwe orodha ya watu ki asema de tous les habitants. Habitants ni watu wanaoishi chini ya de l'empire, chini ya ile empire pekee. Kwa hiyo hapa tumeondoka tena kwenye tafsiri ya ulimwengu na kwenye tafsiri ya dunia, kumebaki mamlaka tu ya Roman Empire imetajwa kama ulimwengu. Sasa kama mamlaka ya Roman Empire ndogo tu imetajwa kama ulimwengu, hii yaweza kutafsirika kwamba kitabu cha Marko sura ya 15, sura ya 16 mstari wa 15 haikueleza maana ya ulimwengu wa kijiografia, haikumaanisha maana ya ulimwengu wa kisiasa, ilimaanisha maana ya ulimwengu ya watu wa Israeli peke yao. Kwa hivyo kama kumetumika neno ulimwengu, sasa tunataka tuwaulize, je, ni kweli neno ulimwengu lilotumika katika 16:15 na katika sura ya 2 mstari wa 1 Luka, mamlaka ya Roma ulimwengu wao na mamlaka ya Yesu ulimwengu wao vinalingana? Jawabu la, havilingani. Na kama havilingani, basi lazima tukubali si kila inapotumika neno ulimwengu maana yake ni hiyo ulimwengu tunaotafsiri kisiasa wala kijiografia. Niishie hapa kidogo, alafu nitakuja baadaye kuja kuturuhu mambo mengine inshallah. Naam, asante sana Ustadhi Josh Kimweri, Mwalimu Josh Kimweri, kwa kuweza kutiririka kwa dakika ambazo umepewa, takriban dakika 25 kuweza kuwasilisha mada. Ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa mdahalo huu unaofanyika siku ya leo baina ya wahubiri wa Kiislamu na wachungaji wa Kikristo, mada ya kwanza imeanza kuwasilishwa, ambayo anwani ya mada, je, madai ya kudai kwamba Yesu ametumwa dunia nzima, watu wote, ni madai sahihi au la? Sehemu ya kwanza tumesikiliza upande wa Uislamu, mada ikiwasilishwa na Ustadhi Josh Kimweri. Sasa tunaelekea sehemu ya pili ya mada, kwa maana ya kusikiliza upande wa Wakristo kwa dakika hizo 25 tena. Tamkabidhi mwongozaji wa upande wa Kikristo Ustadhi mchungaji Damiani, ili aweze kuwasilisha mada au kutuletea mwalimu anayeweza kuwasilisha mada kwa dakika hizi 25. Karibu. Naam, asante sana Sheikh Ibrahim. Mimi sio mchungaji, mimi ni mwalimu au misionari, waweza nita katekista. Damian Moses Ndimbo, mwenyekiti wa huu mdahalo wa leo. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mchungaji sasa. Sasa huyu nayemleta ni mchungaji Medad Kiabashasa, aweze kujibu hii hoja na kufundisha. Je, ni kweli Yesu Kristo amekuja kwa wana wa Israeli tu au amekuja kwa watu wote wa ulimwengu mzima? Mwalimu, una dakika 25. Karibu na Roho wa Bwana akuongoze. Asante, nashukuru. Kwanza nashukuru Mungu kunipa neema hii siku leo kwa ajili ya kufanya majadiliano ya kidini, ili watu waweze kujua ukweli uko wapi, wachukue maamuzi ya haki baada ya kutambua ukweli uko wapi. Siku ya leo tuna mdahalo ambao mada nasema, je, Yesu katumwa kwa ulimwengu mzima au katumwa kwa wana wa Israeli peke yao? Tumesikia Ustadhi Josh Kimweri mazingira aliyopita na aliyoeleza, lakini kiukweli Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa ulimwengu mzima. Tafsiri ya maandiko aliyojaribu kutoa ya ulimwengu, kuelezea ulimwengu, maandiko yataeleza vizuri. Tafsiri aliyokuwa jaribu kuifanya ni ya kweli. Unaposema ulimwengu wa kisiasa, kuna ulimwengu mwingi, ndio. Kuna ulimwengu wa kisiasa, ulimwengu wa mpira, ulimwengu wa michezo, ulimwengu wa kidini. Sasa unaona, lakini hivi vyote dunia hii moja hiyo, ila watu wamechagua. Wengine mambo yao ni dini tu, wengine mpira tu. Si sababu kwenye ulimwengu wa kidini, mdahalo wa kidini, wengine ulimwengu wa siasa.
siasa tu dunia hii, wengine ulimwengu wa biashara tu, lakini watu wale dunia hii. Kwa Yesu aliposema, maandiko yanaposema nimekuja kwa ajili ya ulimwengu, ni ulimwengu huu, watu hawa dunia hii, wala si nyingine. Kwa sababu ulimwengu wa kisiasa ama ulimwengu wa Kaisari, ulimwengu wa kidini, si kwamba kuna ziko ulimwengu 4 imejitenga fungu lake, imekaa fungu lake. Tuna maana fani au eneo waliochagua watu kulifuata katika dunia hii. Kuna wengine ulimwengu wa kichawi, na kwa wachawi tu. Watu hawa wote tumegawanyika makundi katika vipengele, lakini watu hawa wa dunia hii. Kwa hiyo maandiko yako wazi kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya kuokoa ulimwengu mzima, na nitadhibitisha hilo kimaandiko kwanza, baadaye nitapitia maandiko aliyojaribu kuyatoa kwenye Mika Mathayo sura ya 2 nitaelezea, lakini nidhibitishe kimaandiko kwanza. Yesu kaja kwa ulimwengu mzima. Nianze na andiko Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, nitaanza 11 ilete maana. Haya yote yanadhibitisha wazi kabisa kwamba Yesu kaja kwa ulimwengu mzima. Maandiko yanasema, Matendo 4 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 12 unaodhihirisha kwamba Yesu amekuja kwa ulimwengu mzima. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu ambalo tumepewa na damu tupasalo kuokolewa kwalo. Ni jina la Yesu peke yake. Sasa andiko liko wazi kwamba hapana jina jingine chini ya mbingu. Sasa utakaposema kwamba wanaosikia ni Waisraeli peke yao, basi sisi mataifa mengine tutakuwa tuko juu ya mbingu. Lakini kila aliye chini ya mbingu, kila aliye chini ya jua, jina lipasalo kumwokoa ni Yesu peke yake. Na anasema sio kila aliye chini ya mbingu tu, kila mwanadamu. Sasa utakaposema Yesu amekuja kwa ajili ya Israeli peke yao, manake sisi sio wanadamu, lakini andiko limesema hapana jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo, isipokuwa ni jina moja tu la Yesu Kristo. Sasa ukisema ni kwa Israeli peke yao, ina maana mataifa mengine sisi wanadamu aidha hatuko chini ya mbingu, kwa maana tuko chini ya jua, tuko juu ya mbingu. Lakini kila aliye chini ya mbingu, anayejua yeye ni mwanadamu, yani ni uzao wa Adam, yeye Yesu amekuja kumwokoa. Nitoe na andiko lingine la Yesu mwenyewe alipokuwa duniani hapa kwa jinsi ya mwili. Je, alifanya kazi Israeli peke yake ama alihubiri nje na Israeli? Marko sura ya 5. Marko sura ya 5 mstari ule wa kwanza, tutaona maandiko jinsi yanavyosema. Nasema, wakafika ng'ambo ya bahari. Huyu ni Yesu wakati anahubiri injili kwa kazi iliyomleta duniani. Tunaambiwa wakavuka ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Wagerasi hawakuwa Waisraeli, ilikuwa ni nchi ya kigeni kabisa. Tunaona Yesu amevuka, ametoka nchi yao ambayo ni nchi ya Israeli, ameenda nchi ya kigeni, nchi ya Wagerasi, ameenda kupeleka injili na watu walimwamini, na huyo aliyekuwa na mapepo aliponywa, na watu wengi walimwamini Bwana Yesu. Kwa hiyo tunaona Yesu mwenyewe akiwa duniani alienda kuhubiri injili nje na nchi ya Israeli. Kwa nini? Alijua amekuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu wote ambao ni uzao wa Adamu. Labda yule ambaye tokana na Adamu anaweza Yesu akawa muhusu, lakini kama ni uzao wa Adamu, Yesu anamuhusu. Tuone, je, ni kweli Yesu alikwenda nchi ya ng'ambo? Na alipokwenda ilikuwaje? Marko sura 6 mstari wa kwanza. Akatoka huko kwa Wagerasi, akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Kwa alikuwa kwenye ziara kupeleka injili nchi ya kigeni, Wagerasi. Na alipoimaliza akavuka bahari tena, na ukivuka bahari kwenda nchi nyingine, akarejea tena katika nchi ya kwao, kwa maana Israeli. Wanafunzi wakampokea baada ya kutoka kwenye kazi ya kuhubiri injili nchi ya kigeni. Sasa ina maana Yesu alipokwenda kuhubiri nchi ya kigeni alifanya makosa? Jibu ni hapana. Ni kwa kuwa alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Huu ni ushahidi wa kimaandiko unaonyesha wazi kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa maana ya watu wote katika dunia hii
ambao ni wana wa Adamu. Sasa maandiko mengine aliyojaribu kuyatoa, na mkionyesha maandiko mengine yanayodhihirisha Yesu kaja kwa ulimwengu mzima yeye mwenyewe katika kitabu ama Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura yake 24, sura yake ya 4 mstari wake wa 39 hadi wa 43. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini. Wa Samaria, kumbuka, hawakuwa wa Israeli. Wasiofahamu historia, taifa la Israeli baada ya kumkosa Mwenyezi Mungu aliwahamisha makundi mawili. Kundi moja alipeleka Babel, kundi la pili alipeleka Ashuru ambako ni Syria, yale makabila mawili, na makabila 10 yakaenda Babeli ambayo ni Iraki. Yule mfalme aliyekuwa anatawala pale wa Babel alikuwa anapochukua watu katika utumwa alikuwa anawabeba, anawahamisha. Kama angevamia Tanzania kwa mfano, alikuwa anahamisha Tanzania wote, anawagawanya Burundi, Rwanda, Sudani. Alafu baadaye anachukua Sudani na Burundi analeta Tanzania. Ndivyo ulivyokuwa taratibu wake yule mfalme wa Babeli. Kwa hiyo akawahamisha Waisraeli wote akawapeleka Babeli, kisha akachukua mataifa aliyokuwa ameyatawala kama Iraki yenyewe akawaleta pale Israel. Hawa ndio wanaitwa Wasamaria. Sasa hawakuwa Waisraeli. Na wale ukisoma historia walikuwa waiva, walikuwa na wadui mkubwa na Israel. Sasa tuone, je, Yesu alikwenda kule na alifanya nini? Sura 4:39. Kwa faida ukianzia sura 4 nzima utapata kisa chote. Lakini kwa sababu ya wakati ni 39 kwenda mpaka mstari wa 43. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyotenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsii akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Hawa Samaria wanamwomba Yesu akae kwao. Tena ukianzia sura ya kwanza kule anashangaa, wewe Myahudi unaombaje maji Msamaria? Mimi ni hatu hivi. Mimi taifa jingine nyuma Yahudi hatu hivi kabisa. Yesu akaanza pale kumshuhudia habari za wokovu. Sasa ndio kisha kinaendelea mpaka chini huku. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsii akae kwao siku 2. Wanaomba Yesu ukae kwetu siku 2. Kwetu Samaria. Yesu alikataa ama alikubali? Jibu ni kwamba Yesu alikubali. Bi maana Yesu angekuwa hajatumwa kwa ajili ya watu wote dunia nzima, angekataa. Angesema, jamani, nyinyi wa Samaria mnajua toka mataifa kigeni mlikuwa ni wahamiaji mmekuja hapa. Mimi kwa ajili ya Yesu siwezi kukaa kwenu. Lakini alikaa kule siku 2. Maana endelea kusema watu wengi zaidi, yani wa Samaria, wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu Yesu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Wasamaria wengi wakaamini, na baada ya siku 2 hizo akaondoka huko akaenda Galilaya. Tunamwona Yesu ametoka kule alikaa ziara siku 2 Samaria, akaenda Galilaya, maana maeneo ya Wayahudi. Kwa hiyo maandiko yanathibitisha kwamba Yesu amekuja kwa ulimwengu mzima, na tunaposema ulimwengu mzima kwa maana kwa yule aliye tayari kumwamini. Ila katika ulimwengu huu kuna wanaokataa kumwamini, wanaamua kufuata uchawi, kufuata ushirikina, kufuata vitu vingine, lakini wanaomkubali hao ndio wanakuwa ni wake. Kwa Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote. Lakini pia likawa ametoa andiko lingine ambalo ukajaribu kulifasiri yeye kama alivyoona inafaa. Yohana 17 mstari wa 2. Andiko liko wazi, limejieleza, wala ni Kiswahili chepesi, wala kitaji maelezo. Nasema maneno haya aliyasema Yesu. Nianze mstari wa 1. Akainua macho yake akaelekea mbinguni akasema, Baba, sasa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kama ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Hayo mamlaka anayosema Yesu amepewa juu ya wote wenye mwili, je, ni Israeli peke yake au mamlaka yake anaishia wapi? Tafuta andiko lingine lifafanue hapa, Mathayo 28:18. Tafanua hapo mamlaka ikoje? Kama ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Hayo mamlaka ni Israeli peke yake juu ya wote wenye mwili, kama alivyosema ustadhi Josh Kimweli kwamba wenye mwili ni Israeli peke yao. Je, ni kweli maneno haya? Tumuulize Yesu mwenyewe fafanua ulikuwa na maana gani
uliposema kwa wote wenye mwili, je, ni Israeli peke yao au ni kwa ajili ya watu wote dunia nzima? Mathayo 28:18 hadi mstari wa 20. Yaani maandiko yanasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Allah, kumbe tunaeleza vizuri. Aliposema nimepewa mamlaka juu wote wenye mwili, kwa maana dunia nzima, si Israeli peke yao. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa Yesu anaeleza vizuri kwamba amekuwa ana mamlaka juu wote wenye mwili, kwa maana dunia nzima. Maadamu najua wewe una mwili, Yesu anakuhusu, na tunajua wanadamu wote, kwa maana uzao wa Adam wote wana mwili. Kwa kama una mwili, Yesu anakuhusu, ana mamlaka juu yako. Iko wazi, maandiko yameeleza vizuri tu. Na Yesu anazidi kudhibitisha hili katika maandiko matakatifu ya kwamba yeye amekuja kwa ajili ya wanadamu wote, kwa maana ya uzao wa Adamu wote Yesu anawahusu. Pia katika maandiko matakatifu, katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Nitasoma haya maandiko ili kuona kwamba Yesu anasema nini. Tukisoma katika Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 44 hadi 48. Nitasoma ili kutamana. Kisha huyu ni Yesu, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Kwa hiyo kumbe injili ya kuhubiri ulimwengu mzima, ambayo ilikuwa ni basic, makao makuu ilikuwa ni Yerusalemu, nchi ya Israeli, kwamba inaanzia hapo iende mataifa yote. Tanzania ni taifa, sio kijiji wala mtaa. Kenya ni taifa, Rwanda ni taifa. Kwa Yesu anaagiza injili ikahubiriwa kwa mataifa yote, inaanzia nchi ya Israeli kama makao makuu. Hata kama una mto wewe una chanzo, kile kina chanzo chake cha kuanzia. Unaposikia mto una chanzo chake, unapoanzia unatiririka kwenda mahali pengine. Kwa injili anzia pale Israeli ikaenea ulimwengu mzima. Kwa hiyo maandiko ambayo yamedhibitisha wazi kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Sasa kuna maandiko pia ambayo jaribu kuyapitia na kuyapa maana ambayo aliona kwamba ndivyo ilivyo. Kuna andiko ambalo ametumia la Mathayo 15:24. Yesu alipomwambia yule mama, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, akasema andiko hili linaonyesha wazi kwamba Yesu katumwa kwa wana wa Israeli. Ndivyo alivyosema. Lakini Yesu alipoongea maneno haya alikuwa na maana gani? Nini sababu nzuri ya Yesu kuongea maneno haya? Je, kwa kutamka hivi kuliimanisha Yesu hakuja kwa ajili ya ulimwengu mzima? Huwa tunatoa mifano. Ukisoma Qur'an sura 12 mstari wa 2 inasema tumeiteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kufahamu. Sasa na mimi naweza nikaweka tafsiri ya kwangu na mtazamo wa kwangu. Nikasema na Waislamu wanaamini kwamba Mtume Muhammad amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, ndivyo wanavyoamini. Sasa na mimi ningeweka mtazamo wangu pale, ningesema unaona Qur'ani imesema tumeteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kufahamu. Maana yake ni nini? Ningesema maana yake ni Waarabu wenye lugha yao. Wewe Mswahili yukuhusu. Ufahamu Kiarabu si Mwarabu, wala mzungu yukuhusu wala fahamu Kiarabu ni mzungu. Ningesema hivyo. Sasa na Yesu aliposema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, alikuwa na maana gani? Yesu alichokuwa ukisoma context nzima au muktadha mzima wa ile andiko, Yesu alichokuwa anakiangalia huyu mama kwanza alikuwa ni Mkanaani. Na Yesu alikuwa anapima imani ya yule mama. Anavyomtaka Yesu amponye mwanae, je, anatambua Yesu ni nani? Au kwa kuwa amesikia anaponya, amemwona kama mganga mpya kaingia mjini,
Anamjua anayemwomba msaada kwanza, na yeye anaitambua nafasi yake ni ipi, ama naomba tu. Na ndio maana alipoita Yesu alikaa kimya na alisikia. Kwani alikaa kimya alisikia. Mpaka wanafunzi walipoongea ndipo akafungua kinywa kunena. Kwamba sikutumwa ila kwa roho alipotajwa Israeli. Yule mama alipoendelea kuanza kuomba, tunapomaliza chini mpaka mstari wa 28, maandiko yanasema wazi yule binti wa yule mama Yesu alimponya, na yule mama mwanaye akawa mzima. Kwa Yesu alikuwa anasema pale sikutumwa ila kwa kuondoa aliyopotea nyumba ya Israeli, alikuwa anaipima imani ya yule mama. Ndicho alichokuwa anakipima. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu miongoni mwa mitume 12 wa Yesu alikuwemo ndugu wa yule mama. Yaani ndugu yake na yule mama alikuwemo, au kaka yake alikuwemo, ambaye alikuwa ni kabila moja yule mama. Sasa Yesu asingekuwa kwa ulimwengu mzima, asingechagua na Mkananayo ndugu yake na yule mama. Ushahidi Mathayo sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 6. Tawisha ushahidi huo. Nianze mstari wa 2 au nianze wa 1. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kuwapoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Wa kwanza ni Simoni aliyeitwa Petro na Andrea nduguye, Yakobo Zebedayo na Yohane nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo Alfayo na Tadayo. Mstari wa 4, Simoni Mkananayo. Simoni Mkananayo. Na Mathayo 15:24 aliyeomba ni mama Mkananayo. Sasa Yesu angekuwa usiki na watu wote dunia nzima kwenye timu ya mitume 10 ya wanafunzi wake wale mitume 12, asingemchagua mtu ambaye si Mwisraeli, Mkananayo, ndugu na yule mama. Kwa hiyo inadhihirisha Yesu alikuja kwa ajili ya dunia nzima na ulimwengu mzima. Na pia alitoa andiko la Mathayo 2:6 kwamba anasema utabiri utabiriwa kwamba Yesu atakuja kwa ajili ya Waisraeli walikuwa wanamsubiri Masihi. Akatoa Mathayo 2:6 kwamba Bethlehem toka kwako atoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Akasema kwa andiko hili linaonyesha kwamba Yesu ni kwa ajili ya Israeli, walimsubiri na amekuja. Sasa tuangalie maandiko matakatifu, kitabu cha Mika. Maana Mathayo ni kweli ulikuwa ni utabiri, lakini je, ulikuwa na Israeli peke yake? Mathayo alinukuu mpaka mstari wa 2 tu kwa sababu maalum. Tumuulize nabii Mika ambaye Mathayo alimnukuu. Je, huyu Yesu aliyemtabiri atakuja ilikuwa ni kwa Israeli peke yake au kwa ulimwengu mzima? Ni Mika sura 5 mstari wa 2 hadi 4. Bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Mathayo alishia hapo tu. Tuendelee mpaka mstari wa 4. Ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hayo mabaki ya nduguze watarudia wana wa Israeli. Mstari wa 4. Naye atasimama na kulilisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu atamisha dunia. Huyu ni Yesu anakuwa ni mkuu atamisho wa dunia. Ina maana kama sisi tuko nje ya dunia, basi Yesu hatuhusu. Lakini kama taifa na Tanzania na dunia nzima tuko ndani ya dunia, Yesu ni mkuu mpaka misha dunia. Hili ndio andiko ambalo amenukuu, lakini kalinukuu nusu kwa mjibu wa Mathayo alivyokuwa amelinukuu, lakini Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kisha akasoma Yohana 17:9 akasema Yesu amesema siuombei ulimwengu. Alichokuwa anamaanisha Yesu ni nini? Kwa sababu ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 3 inasema sisi ni wana wa Mungu, na kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Analenga nini? Wale watu ambao hawamjamjua Yesu wanaitwa ulimwengu wa watu wasiomjua Yesu. Kama tulivyosema, kuna ulimwengu wa wanasiasa, kuna ulimwengu wa wachawi, ulimwengu wa michezo, kuna ulimwengu wa watu wasiomjua Yesu. Lakini watu wale wale, dunia ile ile, sio dunia mbili au watu aina mbili, ni wale wale. Ndicho alichokuwa anakilenga pale. Sasa tuangalie, je, ni hao peke yao ambao alikuwa anaombea au ilikuwa kuaje? Hiyo 17 imesoma tu mstari mmoja, tushuke mpaka chini tutapata maana kamili alichokuwa anakilenga Yesu. Nianzie ule mstari wa 17 kuokoa muda au 15. Mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu huu kama mimi si wa ulimwengu huu. Watakase kwa ile kweli, na lako ndiyo kweli.
kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Yesu anasema kama ulivyonituma mimi ulimwenguni, na mimi vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Nawe kwa ajili yao najiweka wakfu. Wala si hao tu ninaowaombea, wala si hao tu ninaowaombea. Hii ni soma mstari wa 9 tu, tumeenda mpaka 20. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Ili ulimwengu usadiki wewe ndiye ulinituma. Hawa watakao kwenda kuhubiriwa na mitume 12 wakaamua kuniamini duniani, basi na wawe na umoja. Yesu nasemaje? Ulimwengu mzima au yule peke yake? 12:47-48. Yohana, Yesu anazidi kuweka wazi. Anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiasikia maneno yangu asiashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. Yesu amekuja, bandiki yako wazi, wala hitaji maelezo marefu, yako wazi kabisa kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu. Maandiko yanaeleza wazi. Tukisoma pia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 7, nacho kimeeleza, kinazidi kutia mkazo hapo hapo. Sura ya 7, Yohana anaona katika ufunuo kwamba watakaoingia peponi katika uzima wa milele au mbinguni, tunasema Kristo anaingia kila kabila la Waisraeli watakuwa ni 12,000 kila kabila. Watakuwa ni 12,000 kila kabila. Ukianza mstari wa 1 hadi ule wa 8, kila kabila watakaoingia kwenye uzima wa milele katika wana wa Israeli ni 12,000. Sasa mstari wa 9 anasema, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano, baada ya Yohana kuona wale kila kabila la Israeli 12,000 wanaoingia peponi baada ya hukumu kuu ya ulimwengu siku ya mwisho. Anasema baada ya hayo aliona nini? Baada ya hayo nikaona tazama mkutano mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa. Sikiliza hiyo, watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, jamaa na lugha. Yani kabila kama Mdengereko, ni Msukuma, nani humo ndani waliomwamini Yesu. Kila kabila, kila lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamevaa mavazi meupe na wakiimba mbele ya kile kiti. Kwa maandiko yako wazi kwamba Yesu amekuja kwa ulimwengu mzima. Ni kweli watu wa lugha zote na jamaa, Yesu amekuja kwa ajili yao. Ufunuo sura ya 5, nianze mstari ule wa 6 niokoe muda. Anasema nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee nikamwona mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote, zilizotumwa katika dunia yote, sio Israeli peke yake, katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitasa katika mkono wa kuume wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitasa, au wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo, yani ambaye ni Yesu, kila mmoja wao na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi watakatifu, wakisema, na waimba wimbo huu wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, na wanamiliki juu ya nchi. Kwa Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, wala siku zile peke yake. Mungu abariki. Muda wangu kisha zimeisha, nisubiri dakika nyingine za mwisho. Asante. Karibu mwenyekiti. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nimshukuru mwalimu wangu, ameenda na muda, ametumia dakika 25 kamili kabisa. Tunahitaji walimu wanaojali muda. Sasa ni zamu ya Sheikh Ibrahim ili atuletee mwalimu kwa upande wake, ambaye atazungumza tena mada yetu kwa muda wa dakika 10 kama tulivyokubaliana pale awali. Lakini kwa sababu watu wanafuatilia kwenye mtandao, na si vema kama hujampatia mwalimu ukawapa dakika moja walimu walioingia sasa hivi waseme tu majina yao, ili wengine waendelee kuwa hadhiri, wajue hapa mambo pamekuja. Karibu. Naam, asante sana Bwana Damian
mwenyekiti wa jopo la wachungaji. Tumesikia dakika 25 za upande wa ndugu zetu wa Kristo. Sasa ni zamu tena kwa mara ya pili ya upande wa Waislamu kutumia tena dakika 10, alafu kisha turejeshe dakika 10. Baada ya hapo tutaingia katika kipindi cha maswali na majibu, na baada ya hapo mada yetu ya kwanza itakuwa imekamilika. Na kama tulivyosema kwamba bado wahubiri wa Kiislamu wanaendelea kuingia, kama nilivyoombwa na mwenyekiti wa upande wa Kristo, nifanye haraka tu kutoa utambulisho kidogo tena kwa mara nyingine. Ni muombe wa kwanza kabisa kushoto kwangu atachukua maiki na mwenyewe pia atataja jina lake, lakini bado nazidi kukumbusha kwamba mdahalo wetu ni mdahalo wa amani, kutumia lugha nzuri, hakuna matusi, hakuna kashfa, hakuna maneno mabaya, hakuna kushambuliana, hakuna kutokana na manabii wala viongozi wa nchi na kadhalika. Tunataka nidhamu ya hali ya juu kabisa, na mpaka sasa ninaona tunaenda vizuri. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yangu hapo, mwenyewe atatumia dakika 1 tu kuweza kujieleza. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinatosha. Jina inshallah. Sababu watazamaji wanataka kujua ni nani. Naitwa Shafi Shomari Pango. Naam. Inshallah Ustadh Shafi Shomari Pango naye amewasili, lakini pia alifuatia pia naye alichelewa, pia nimpe pia maiki ajitambulishe inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Suleiman Bogo. Naam. Inshallah Sheikh Suleiman Bogo, lakini pia nipeleke huko kwenye suti. Inshallah. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jina langu naitwa Abdulazizi Madenge, mhadhiri wa dini ya Kiislamu. Naam, inshallah tupelekee mwisho kabisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Shafii Abdurrahmani Ramadhani Kasere. Naam. Asante. Huo ni utambulisho mfupi, na kadri watakavyozidi kuendelea kuingia walimu tutazidi kuwapeni taarifa ya walimu wanaoingia. Naam, ndugu zangu, tunaenda katika kipindi cha lala salama. Kipindi cha lala salama kwa maana ya walimu waliowasilisha mada kuelekea kwenye kumalizia, ili tuingie katika hatua ya mwisho kabisa, hatua ya maswali na majibu. Kwa inshallah nimkaribishe tena Ustadh Kimweri aendelee tena katika hatua hiyo ya maswali na majibu. Karibu. Samani kidogo, katika hatua ya dakika 10 za nyongeza za utoaji wa mada nilikafilika kidogo katika hilo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote, mada hii naona imefika hitimisho. Kwa nini nasema imefika hitimisho? Mwanzo nilipotafsiri neno ulimwengu lilikuwa na makusudi, na kwa bahati nzuri Mkristo ndugu yangu mchungaji amekuja amekiri kwamba si kwa maana ya kila linapotokea neno ulimwengu linakusudia universe. Na kukiri kwake ni pale alipokuja akasema kuna ulimwengu wa watu wachache walioamini. Kwa maana hiyo tunaposema neno ulimwengu, sio kila linapopatikana maana yake ni ulimwengu mzima, bali yaweza kukusudia neno ulimwengu watu wachache. Kwa hivyo wanafunzi wake ulimwenguni, hili andiko lilisema nendeni ulimwenguni haliwezi kuinterfere maana ya kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 24. Lakini pia kwenye Mathayo sura ya 15 mstari wa 24 akasema yule mwanamke Mkananayo. Na kama yule mwanamke ni Mkananayo, si unaona hata Yesu pale katika wanafunzi wake kulikuwa na mtu Mkananayo pale. Na kama kulikuwa na mtu Mkananayo, Yesu asingekuwa anabaki kuwa ni Muisraeli. Hilo ndilo ambalo liko na tafsiri hiyo. Kwa hiyo kuwako kwa kutajwa mwanafunzi wake Mkananayo haitoi tafsiri kwamba yeye sio Muisraeli, kwa sababu Waisraeli walikuwa wametawanyika, na kwa mujibu wa Biblia Waisraeli walifika hatua mpaka wakawa wanaongea tofauti na Kiisraeli. Takuja kudhibitisha.
Lakini pia alikuja hapa ndugu mchungaji na andiko moja la Matendo sura ya 4 mstari wa 10. Sura ya 4 mstari wa 10. Hili ndilo andiko la kwanza kabisa alilolitumia kuthibitisha kwamba Yesu alitumwa kwa ulimwengu mzima, kwa watu wote chini ya mbingu. Labda ni kwa vile alifanya haraka ya kulisoma andiko hili, lakini kama angelisoma taratibu. Naam. Sura ya 4 mstari wa 10. Yohana. Matendo. Haya, mtaniwia radhi kidogo. Sura ya 4 mstari wa 10 Matendo. Inasema hivi: jueni nyinyi nyote watu wote wa Israeli. Hakuwa anakusudia watu wote wa dunia nzima. Watu wote wa Israeli, ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ili mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lililodhihirishwa, lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi tuokolewe kwalo. Sasa hapa akasema ili kusudia dunia nzima, la, hapa waliokuwa wanahubiriwa ni wa Israeli. Sisi wanadamu wa Israeli hakuna jina lingine tumepewa litupasalo sisi kuokolewa nalo chini ya mbingu ila la nani? La Yesu. Sisi hatukatai. Yesu ndio aliyetolewa kwa wana wa Israeli, na mahubiri haya yalikuwa yanakwenda kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo usichukue maandiko ukayahamisha kwenda katika ulimwengu, hiyo sio sahihi. Kitu kingine alichokuja nacho, akaja akasema Yesu aliwahi kutoka akaenda kwenda katika mji wa Samaria na akalala kule. Yesu alikwenda kwenye mji wa mataifa akakaa kule. Wajua kuna tofauti ya mtu kuaminiwa katika taifa na mtu kutumwa kwenye taifa. Kuna tofauti ya mtu kuaminiwa kwenye taifa na mtu kutumwa kwenye taifa. Kwa mfano, sisi Waislamu tunamwamini Yesu, lakini sisi Waislamu tunajua Yesu hakutumwa kwetu. Alitumwa kwa watu maalum. Ni sawasawa na sisi wa Tanzania tunaweza kuamini yuko rais wa Kenya na anaweza akaja Tanzania akalala akakaa na akahubiri, lakini sio rais wa Tanzania, ni rais wa Kenya. Sasa Yesu mamlaka yake amekwisha kuithibitisha, hakutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Nitaweza kuongeza kitu kingine. Yesu wakati akiwa duniani alihubiri hivyo, na wakati anaondoka duniani wanafunzi wake walihubiri nini kuhusu Yesu Kristo? Kitabu hicho cha Matendo ulichokitoa, mimi naenda sura ya 3 mstari wa 23. Sura ya 3, narudi nyuma kidogo. Sura ya 3 mstari wa 23 katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu tukisome tuone kilichoandikwa katika sura ya 3 ya 13 no. Sura ya 3 mstari wa 23 tunasema au 5:31. Sorry. Sura ya 5 mstari wa 31. Tuone kilichoandikwa. Je, Yesu alitumwa kwa watu gani? 5:31. Mtu huyu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Mtu huyu nani? Yesu. Mungu alimtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu, awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Wanachuoni wote waliosoma Biblia walikubali swala hili, na wala hawakuweza kuchanganya maana hii ambayo ulitoa na vitu ambavyo umevitoa hapa. Tazama katika kitabu kinachoitwa Jesus to the Gentile, kinasema hivi: Yesu kwa watu wa mataifa. Je, Yesu alikwenda kwa watu wa mataifa au kusudio lake ni nini? Sikiliza hili neno. Jesus may have used this means to symbolize his long range purpose. The 12 were sent to warn the tribe of Israel. Wale wanafunzi 12 wa Yesu kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, wasome Biblia nasema hayo maandiko unasikia nendeni kwa mataifa. Nendeni wapi? Haikusudii mataifa kama hayo unayasema, mataifa ya kisiasa ambayo wewe mwenyewe umekubali ukasema kuna lugha ya kibiblia na kuna lugha ambayo iko nje ya Biblia. Hao wanafunzi hawakutumwa kwa watu wengine, ila walitumwa, akasema walitumwa kuwaonya wale mataifa 10 au makabila 12 of Israel, ya wana wa Israeli, of impending judgment,
The 70 were sent later. Sasa kwa hivyo anasema kwamba wanafunzi wa Yesu 12 wenyewe hawakutumwa, ila walitumwa kwa kondoo waliopotea, kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na kile kitabu cha Mathayo, andiko ulilokuja ukataka kuligeuza 15:24, ambalo wewe ulisema kwamba hapana, Yesu alikuja tu hapa mwanzo. Tuwaulize wataalamu wa Biblia, wasomi wa Biblia, wanasemaje andiko hili? Kwa mujibu wa John Gill ambaye ni mfasiri na commentator wa Biblia, anasema makusudio yaliyotajwa pale, kitabu kiko hapa, makusudio yaliyotajwa pale kwa Yesu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa maandiko haya yote yana prove kwamba Yesu Kristo hakutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na kwa bahati nzuri, na wewe umekuja umekubali kwamba neno ulimwengu halina maana moja, lina maana zaidi ya moja, na ukakubali kwamba neno ulimwengu laweza kukusudia jamii ya watu wachache waliokubali na kumfuata Yesu Kristo. Nimalizie kwenye kipengele kimoja cha neno mataifa. Neno mataifa amekuja hapa akataja mataifa mbalimbali kumfuata Yesu Kristo. Bado hata neno mataifa halikusudii mataifa haya ya kijiografia tuliyokuwa nayo. Mataifa yanaweza kubaki pale pale kuwa ni watu wachache, wana wa Israeli. Kwa mfano mmoja, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 23, andiko linasema hivi: Bwana akamwambia, yani Mungu akamwambia nani? Huyo alikuwa kama sikosini Isaka. Bwana akamwambia, mataifa mawili yamo tumboni mwako. Mkewe Isaka, mataifa mawili yamo tumboni mwako. Watoto wawili wametajwa kama mataifa. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, linapotumika neno mataifa si kwa maana ya mataifa ya kilugha hayo mnayoyatafsiri leo ya Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo unaposikia mataifa yote, yaweza ikawa ni wana wa Israeli wale wale kwa makabila yao, kwa watu wao, wakaitwa ni mataifa. Kwa hiyo kutumika kwa lugha ya mataifa si kigezo cha kuonyesha kwamba Yesu alitumwa kwa watu wote dunia nzima. Ni kigezo cha wale wale wana wa Israeli. Na pia hata kutumika kwa lugha, bado lazima tuelewe kwamba wana wa Israeli waliendelea kutumia lugha za mataifa, waliendelea kutawanyika katika mataifa mbalimbali. Na ndio maana Yesu aliweka wazi 10:16, na kondoo wengine ni nao ambao imenipasa kuwaleta. Kondoo hao ni akina nani? Ni wale wale wana wa Israeli waliotawanyika duniani, ndio waliopaswa kwenda kuwarudisha. Kwa hivyo wana wa Israeli waliokuwa wametawanyika walikuwa wanaongea lugha mbalimbali. Hata Ethiopia wako wana wa Israeli hawakuwa wanatumia lugha ya Israeli, walikuwa wanatumia lugha ya Ethiopia. Haimaanishi kwamba alikusudia watu wote dunia nzima. Naongeza tena andiko lingine 13:23, kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakati huo tukiangalia dakika zimebaki ngapi? Asante. Kwa hivyo nimalizie kwa kuweka conclusion. Kutumika mataifa na ulimwengu hakutoi tafsiri ya andiko la 15:24 kwamba Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli. Niishie hapo. Na inshallah naomba nikaimu mwenyekiti kwa ndugu Abdulaziz Bonge ili aendelee kuendesha mdahalo wetu. Karibu. Asante mheshimiwa mwenyekiti uliyopita. Muda huu saina wakati huu tutakwenda upande wa pili wa ndugu zetu katika Adamu wa Kristo ili waweze kuingia katika awamu ya dakika 10 kujadili kuhusiana na mada yetu iliyo mezani. Nabii Isa au Bwana Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ulimwengu mzima ama kwa watu maalum? Kwa upande wetu Waislamu tumemaliza, ila natoa angalizo moja. Lugha ambazo zinatakiwa zitumike si lugha za matusi na wala sio lugha chafu. Tutumie lugha za upendo kwa sababu tunaelimisha jamii, wala tubishani. Dunia nzima hapa inatutazama, watu wengi wanatusikiliza ambao wengine wako online. Sasa ifike mahala waone kwamba mjadala unakwenda vizuri, wao ndio watakaonyambua kwamba kweli ipi na uongo uko wapi. Msimamo wa Waislamu, msimamo wetu kwa ushahidi wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu au Nabii Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli tu. Upande wa pili mwenyekiti mwenza, dakika 10. Naam, tunaendelea vizuri, na mimi naomba tu niwakumbushe walimu, kwa kuwa tulikubaliana kutumia Biblia na hadithi na Qur'an, basi unapotumia kitabu kingine chochote nje ya hivyo tutajie jina la kitabu kwa usahihi, mwandishi na ukurasa, ili tufuatilie. Kwa mfano ndugu yangu amesema alikuwa kitabu cha Jesus to the Gentiles,
lakini hajatuambia mwandishi nani, ukurasa gani, volume gani. Kwa basi na walimu wengine tutakuja baadaye tuwe tunakumbuka hilo ili twende vizuri. Dakika 10 mchungaji Medad Kiabashasa. Asante mwenyekiti. Ustadhi Kimweli, Jeshi Kimweli, nilikuwa nasikilizia kile ambacho walikuwa nakieleza. Akaeleza kwenye habari ya ulimwengu akijaribu kuitoa tafsiri ambayo mwenyewe anaiona kwamba ndivyo ilivyo, lakini ulimwengu iko wazi. Nimesema ulimwengu iko wazi, wala tafsiri nyingine kwamba ulimwengu ni watu wote walio chini ya jua, ni watu wote ambao ni uzao wa Adam na mama yetu Hawa. Ndio maana ulimwengu iko wazi kabisa. Maandiko yameeleza hivyo. Na alijaribu kutoa andiko la Marko na la Luka 2:1 kwamba amri ilitoka kwa Kaisari kwenda orodha kuhesabu sensa ulimwengu mzima. Akasema na maana ulimwengu mzima haikuhusu watu wote. Nashindwa kuelewa. Haikuhusu watu wote vipi? Hii ni amri imetoka Rumi, Italia, mpaka Uyahudi na nchi zote. Maana anasema wakaenda kuandikwa kwao. Kwa nini? Ilikuwa ni Roman Empire tawala ulimwengu mzima. Ndio maana amri toka Rumi, Israeli wakati na nchi zote wakakubali. Kwa nini? Ulikuwa ni utawala wa Roman Empire ambao utawala ulimwengu mzima wakati ule. Kwa hiyo maana yake ulimwengu pale kwamba orodha ulimwengu mzima ilikuwa ulimwengu mzima kama tunavyojua, haina maana nyingine. Nimeeleza hivyo toka mwanzo kwamba maandiko yanaonyesha Yesu amekuja kuokoa ulimwengu mzima. Anayemkubali amemkubali, anayemkataa amemkataa. Haina maana kumkataa kuhusu, anakuhusu. Unaweza kwenda rais kwenye nchi kumkataa, sio rais wangu mimi. Ni rais wako. Sikupigia kura mimi sitaki, wasi mtapiga kabisa. Kwa maana 10,000. Ni wa kwako, una namna nyingine hata kama umtaki wao umpigia kwenye wa kwako. Kwa Yesu amekuja kwa ulimwengu mzima, hata kama mtakumkataa kwa tafsiri unajua mwenyewe, lakini ukweli utabaki pale pale. Aliba kura rais huyu, alifanya hivi ujanja jamii, asikubali. Utasema yote 10 ukimaliza, ni rais wako. Mchezo umeishia hapo. Kwa hiyo ukatoa tafsiri zote tunaziona, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, na tumetoa maandiko mengi sana. Lakini akajaribu kutoa andiko la kwa maana eti tulioongelea ile Mathayo sura ya 10 Mkanayo. Akasema Mkananayo hapa huyu alikuwa ni Mwisraeli, kwa hiyo alichukua uraia tu, ndio maana yake, lakini alibaki ni Mwisraeli. Sasa kama hivyo ndivyo ndugu yangu, kwa nini Yesu amkatie mwanamke Mkananayo? Kumbe naye Mwisraeli vile vile ambaye kachukua uraia. Kwa tafsiri yako sasa, umedai yule kaka yake kwenye Mitume 12 tumeona mwanafunzi mmoja ni Mkananayo ambaye si Mwisraeli. Wao kasema hiyo Mkananayo ni Mwisraeli yule yule tu, ila alichukua uraia kama Mwisraeli yule yule. Hata kama hivyo ndivyo kata tafakari. Huyu mwana ni Mkanayo, kumbe ndiye Mwisraeli kachukua uraia. Yesu anamkataza sasa. Kama hivyo ndivyo tafsiri yako. Jibu ni hapana. Mkanayo ilikuwa ni taifa linalotegemea kabisa ambao si Waisraeli kabisa. Kwa hiyo na Yesu katika Mitume 12 alikuwa na mwanafunzi ambaye si Mwisraeli. Nini maana yake? Kudhihirisha nimekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima au kwa ajili ya wote wenye mwili. Nikutoa maandiko hayo. Lakini pia akaelezea kwamba Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Yeremia 50:17. Mbona niko vizuri tu, hebu nisomee Yeremia hiyo 50:17. Mbona niko vizuri tu. Nimeeleza toka mwanzo hapa. Tulicholenga ni nini? Kwamba Waisraeli walibebwa wakaenda Ashuru au wakaelekea Babeli. Lakini mwaka 390 kabla Kristo kuzaliwa walisharudi. Ndio maana aliwakuta pale wanatawaliwa na Rumi, walisharejea kwenye nchi yao. Soma Yeremia hiyo 50:17. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Israeli ni kondoo aliyetawanyika. Simba wamewafukuzia mbali. Kwanza mfalme wa Ashuru amemula na mwisho Nebukadneza. Unaona hiyo mfalme wa Ashuru na mwisho Nebukadneza. Nikasema mataifa mawili ya Lawi ambayo na Yuda walipelekwa kwa mfalme wa Ashuru ambao ni Syria leo. Na wengine makabila 10 walipelekwa Babeli ambako ni laki leo. Lakini mwaka 390 kabla Kristo kuzaliwa walisharudi, na ndio maana aliwakuta wakiwa chini ya utawala wa Rumi. Kwa hiyo kwamba waliotawanywa kondoo walisharudi wakati ule wako sehemu moja. Sasa ukatoa Yohana 10:16 Yesu aliposema na kondoo wengine nao ambao si wazizili, ukasema ni wale wa Israeli. Si kweli, andiko liko wazi. Anaposema na kondoo wengine nao ambao si wazizili ni wale ambao si Waisraeli. Liko wazi kabisa. Kwa hiyo Yesu kaja kwa ulimwengu mzima, maandiko yamethibitisha, lakini pia ukajaribu kutoa andiko lingine ambalo ukasema Matendo 4:10 anasema watu wote kwa maana Waisraeli. Hebu sirudia andiko. Bali kwa wazi andiko hilo. Petro anahutubia watu aina mbili hapo. Sikiliza vizuri andiko hilo. Bali kwa wazi jamani. Matendo 4
Matendo 4 mstari wa 10. Yesu Kristo wa Nazareth ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu amemfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyo anasimama. Naenda 12 kwa muda hapo. Aya 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine ndio chini ya mbingu waliopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwalo. Unaona maneno haya? Bwana iko wazi. Anaongea sijueni nyinyi watu wote, nyinyi watu na watu wote wa makundi haya. Wako watu wa Israeli na Waisraeli. Nyinyi wote mjue makundi yote mawili, Waisraeli na ambao si Waisraeli, kwamba Yesu huyu hapana jina jingine chini ya dunia, chini ya mbingu nimesema, ambao tumepewa tupaswa kuokolewa kwalo, ila jina moja tu la Yesu. Kwamba Yesu atakuja kwa ulimwengu mzima, maandiko yako wazi kabisa. Lakini pia ukajaribu kutoa andiko moja ambalo nikawa nashangaa sana, kwamba Yesu kuna kuaminiwa na kuja kwa ajili ya watu fulani. Ukasema kwa mfano mnaweza mkawa rais wa Kenya mnamwamini, lakini si kwa ajili ya Tanzania ile mnamwamini rais. Sawa kabisa, unasema vizuri. Ni rais wa Kenya mnamwamini, lakini kwa Tanzania. Sasa rais wa Kenya atakaja hapa akaongea, ila hana amri ya kutoa maagizo yoyote kwa Watanzania kumfuata. Hiyo amri yana. Kwa Yesu alipokuja alitoa maagizo dunia nzima, akafundisheni dunia nzima. Mathayo 28:18 soma. Fundisheni dunia nzima maagizo haya, anayeyafuata ania kwenye uzima, naye kataa anapotea. Kwa hiyo nini inadhihirisha Yesu kaja kwa ulimwengu mzima, ndio maana atoa maagizo kwa ulimwengu mzima. Yesu akaja kwao, akasema nao, inatosha, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mbinguni na duniani. Unaposema dunia ni mataifa yote yaliyo chini ya jua. Basi enendeni mkafanye mataifa yote. Mataifa jamani, Tanzania sio kijiji au mtaa, ni taifa. Kuwa wanafunzi wangu. Alafu mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote. Unaona hiyo? Niliyowaamuru ninyi. Inatosha. Sasa rais ambaye mnamwamini kama wa Kenya, lakini sio Tanzania, hana mamlaka kuagiza Tanzania naomba mkafanye hiki. Ataongea atoa ruka zake. Maana mamlaka hayo, lakini Yesu hakuna mamlaka. Dunia nzima anatoa amri hapo, mkawafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Sasa wewe rais wa Kenya Tanzania na waamuru mshike hiki, thubutu yake. Kwani hatuhusu sisi wa Kenya? Sasa Yesu ni ulimwengu mzima, ndio maana kaagiza vile. Alafu ukaelezea kwamba Matendo 5:31 kwamba Petro anasema, sikieni Israeli, Mungu ameleta mwokozi kama alivyosema. Kwa nini Petro aliongea maneno yale? Muda ule alikuwa anaongea na Waisraeli. Unapoweza kusema hivi, enyi watu wote wa kanda ya ziwa, jueni rais wetu ni fulani. Ina maana je, kwa kwanza jueni enyi watu wote wa kanda ya ziwa, rais wetu ni John Pombe Magufuli. Ina maana je, kaskazini wahusu kisa umetamka watu wa kanda ya ziwa? Hapana. Kwa nini unasema vile? Muda ule anaongea na watu wa kanda ya ziwa. Kwa hiyo Petro akasema vile kwa kuwa muda ule alikuwa anaongea na wana wa Israel. Alipokuwa anaongea na ulimwengu mzima alisema ni Petro huyo huyo. Twende 10:38-43 haraka Matendo ya Mitume. Hebu niokoe muda 10:38 usiache kusema Petro huyo huyo alipokuwa anaongea na ulimwengu mzima. Anasema nasi tunashahidi wa mambo haya yaliyotendeka katika nchi ya Wayahudi katika ulimwengu mzima. Si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokuwa na kunywa pamoja na baada ya kufuka kwake katika wafu. Akatuagiza, si anasema Yesu, akatuagiza tuwahubiri watu, na kusudia kuwa tuwahubiri watu. Tuwahubiri watu. Ni maana kama ni mtu inabidi kutoka kwa Yesu. Tuwahubiri watu ya kuwa huyu Yesu ndiye aliyeamliwa na Mungu, kwamba kila na manabii wote ushuhudia kwamba kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Tuwahubiri watu wote, kila mwaminie, kwa maana ulimwengu mzima atapata ondoleo la dhambi. Kuna ameongea wape Israeli msamaha toba, kwa kuwa anaongea na wana wa Israeli. Kwa Yesu amekuja kwa ulimwengu mzima. Lakini mtu asiyependa anaweza kutoa hoja nyingi za kujaribu kutetea aonekane yuko sawa. Mfano tu ni mfano ulio hai. Watu wanaofuta bange, kama bange ni mbaya wanatetea. Kama ni mbaya, mbona Mungu ameiumba bange? Lengo tu afute bange. Sasa mtu akiamua kumkataa Yesu, atajenga hoja 10,000 tu ionekane yuko sahihi kwamba Yesu kaja kwa watu fulani, lakini Yesu kaja kwa ulimwengu mzima. Marko 16:15 anasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Wewe kama sio kiumbe Yesu hakuhusu, kama ni kiumbe Yesu anakuhusu. Kwa Yesu kaja kwa ulimwengu mzima, wala sio wana wa Israeli peke yao. Asante. Dakika zangu zimeisha, nirudishe maiki kwenye kitu wangu, karibu.
Naam, dakika 10 net. Tunakwenda vizuri na muda sasa. Pasina kupoteza wakati, tunaingia kwenye utaratibu wa maswali. Swali dakika 3, majibu dakika 5. Mwalimu aliyeuliza kama hajaelewa atarudi tena kwa swali la nyongeza na atajibiwa tena kwa dakika 5. Sasa mwenyekiti mwenza, karibu mlete mwalimu kwa ajili ya swali. Tunashukuru upande wa Wakristo, mwalimu amekwenda vizuri, ametumia lugha nzuri isiyokuwa na matusi ndani yake wala lugha chafu, na ndiyo mdahalo tunataka huo namna hii. Ifike mahala watu waone kwamba kumbe Waislamu na Wakristo wanapokutana hawana magomvi ndani yao, wanatumia hekima na busara katika kujadiliana. Lengo kubwa ni kuelimishana tu, wala si kubishana. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika kipindi sasa cha maswali na majibu. Kwa upande wetu tutaanza kuuliza swali ili wenzetu upande wa Wakristo, wainjilisti pamoja na wachungaji waweze kujibu swali hili, na swali litaulizwa ndani ya mada. Hatuulizi swali kutokana na nje ya mada, hapana. Na kwa upande wetu wa Uislamu, leo bahati nzuri tunao walimu wengi, wahadhiri wa dini ya Kiislamu wa kitaifa na kimataifa, na miongoni mwao wahadhiri wakongwe kabisa tena mashuhuri. Mmoja katika hao tunawe Ustadhi Suleiman Mbogo hapa. Kwa upande wetu wa Uislamu atawakilisha kuuliza swali la kwanza kulingana na mada. Tafadhali kwa swali lielekee upande wa Wakristo. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, nashukuru kwa kupata fursa hii ya kuuliza swali kwa muda mchache wa dakika 3 kulingana na somo lililotolewa, namna ya ujio wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam, ama Bwana Yesu kwa wenzetu wanavyo. Filipo ndio, na Bartholomayo ndio, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo, ndio, Tadayo, ndio, Simoni Mkananayo, na Yuda Iskarioti. Natosha. Sasa tumeona hapo Simoni Mkananayo, hapo tumeambiwa majina ya wanafunzi. Haikusema mataifa ya wanafunzi, bi maana kwamba kuna aliyetoka nje ya hapo. Hayo ni majina ya wanafunzi. Kwa hiyo unaposikia Simoni Mkananayo, maana yake ni jina. Hii Mkananayo sio nchi, kwamba ametoka nchi fulani, hapana, kwa mujibu wa Biblia. Twende Afrika hapa. Naomba nirudie andiko hilo hilo. Nisomee chini hapo ili niokoe muda, kwa sababu ina maana ya pekee. Makabila 12 ya Israeli. Kwa hiyo hao namba 12 mwenye jina lake hapo anawakilisha kabila moja la wana wa Israeli katika Israeli pale pale. Maliza. Yanaashiria Waisraeli wote. Wafuasi 12 wa Kristo. Ndio. Wanaashiria nini? Kanisa. Wanaashiria ndio kanisa la ulimwengu mzima. Tulia. Sasa kwa mujibu wa andiko hilo tunaona majina yanaashiria kwamba namba 12 kila jina. Dakika moja ya mwalimu mwingine. Sauti yangu sio nzuri sana lakini tutaelewana tu. Mwalimu Gaspar, karibu, dakika 5. Naam. Bwana apewe sifa. Nafikiri kwanza kabla kujibu swali, ningependa tu muulizaji, kuna maneno aliongea tuweke sawa vizuri hapo. Unaposema Simoni Mkananayo si Mwisraeli, basi unavunja hoja mwalimu wako alisema yule mama Mkananayo. Ndio hoja mwalimu alimfuata mwalimu wako. Asome tafsiri kwa Simoni Mkananayo, yule mama hujaenda. Ngenda kwa mama hoja huyu kwamba mama yule hakuwa Mwisraeli, alikataliwa. Na mama ni Mkananayo. Na huyo ni Mkananayo. Sasa wewe ulipokuja labda mwanzo hoja unajua. Mwana. Kwa hiyo hapo mjibu huyo kwamba hata huyu mama Mkananayo basi alipata Yesu ni Mwisraeli huyo. Sasa atakuja itakuwa imeisha hapo. Mbona maneno haya? Kwa hiyo kabla hujapeleka mingi, majibu nako mengi. Yaani Yesu katumwa ulimwenguni kote. Ulimwenguni kote. Ndio maana mwalimu alikwambia kwamba hii hoja kimsingi ilishakuwa imeshaisha pale mwalimu tukasoma kwamba Yesu kwa ajili ya watu wote na ulimwengu mzima. Sasa bila kupandiko la swali lako uliuliza.
Soma Yohana 17:18 kwanza, nianze hapo. Yohana 17:18. Naam. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Barikiwe. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Unaona? Yesu mwenyewe anakawazi. Sio Israeli peke yao. Labda wenzetu Waislamu ulimwengu ndio ni Israeli. Pengine hiyo wanajua hivyo wao. Lakini Yesu mwenyewe anakawazi. Katumwa wapi jamani? Ulimwenguni. Nami vivyo hivyo naam, naliwatuma hawa ulimwenguni. Hii aya ishamaliza swala la msingi la wewe. Katumwa ulimwenguni, na kwa vile wewe si Dar es Salaam, katumwa wengine ulimwenguni kuja mpaka huku. Ndio maana imani kija mpaka huku. Aya hiyo hapo. Katumwa ulimwenguni. Unajua hapo kimoja niseme tuko ndugu zetu kwamba Yesu ana vipindi viwili. Cha kwanza alianza Israeli, baadaye akafunga milango ulimwenguni kote. Sasa hilo ndio linawafanya Waislamu wasielewe hapo. Unaona bwana? Unafikiri Ukristo huu umefika mpaka Marekani mpaka Tanzania umekujaje? Siko maandiko haya. Nini? Na nyingine ndio watu wamalibudia 28:18 Mathayo. Sema kweli tu basi ni uongo. Mathayo mtakatifu. Sura ile ya 28:18. Aya ya 18. Ndio. Nitaisoma kwa msaada wa Yesu. Barikiwe. Inasomeka hivi, inasemaje? Yesu akaja kwao, ndio, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Natosha kwanza hapo. Ana mamlaka mbinguni na duniani. Jamani, hivi na Tanzania haiko duniani? Waislamu wako duniani? Anasema duniani maana ni ulimwenguni kote. Duniani. Ndio maana anatuma sasa wanafunzi, basi enendeni mkafanye mataifa yote ya duniani kwa wanafunzi. Na ndio maana unaona Ukristo mpaka nchi zote za dunia upo. Sababu aya hiyo. Sababu wewe kataa hiyo kwamba aya sio. Lakini maandiko haya yanadhibitishwa na watu nasikia na wao umeelewa. Analoga mbinguni na duniani, enendeni mkafanye mataifa yote ya wapi ya duniani. Kama hiyo haitoshi, malizana kwa sura 2 Yohana. Yaani hizi aya ni kweli tupu kwamba Yesu kwa ajili ya watu wote. Yohana mtakatifu sura ya 17 anza 2 au 1:2. 17:1-2. Maneno hayo aliyasema Yesu mwenyewe. Akainua macho yake kuelekea juu mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Naam. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Unaona? Ana mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote waliompa awape uzima wa milele. Sababu wanaona kisu zote kwamba watu wetu Waislamu wana mwili. Nyinyi hamna mwili. Kama mwili mnao, Yesu ana mamlaka juu ya wote wenye mwili. Wote wenye mwili. Wewe usichomoka hapo. Labda uondoe mwili usiwe na mwili. Hapo Yesu hapo. Kama una mwili, ana mamlaka juu ya wote wenye mwili. Tena hao wenye mwili anawapa nini? Uzima wa milele. Labda watu wetu Waislamu wanataka uzima wa milele. Kwa hiyo swali la msingi kujibu tayari aya hizi hapa. Kwamba Yesu ametumwa ulimwenguni kote. Ulimwenguni kote. Sasa wewe tu mbona ulimwengu wake ni Israeli? Sasa. Naam, mwalimu wangu amejibu swali kwa dakika 5. Sasa nizamu ya swali la nyongeza kama lipo. Kama hakuna basi sisi tukuletee swali. Kwa upande wetu swala la nyongeza hakuna, isipokuwa kuna kitu kimoja mwenyekiti nataka niweke wazi. Swali la nyongeza Na itakwenda swali la nyongeza. Kuna kitu nataka niweke wazi. Na ndio maana nikasema swali la nyongeza hakuna kwa sababu hiyo. Watu wawe makini, tusije tukaupotosha mjadala wetu. Hoja yetu ya msingi izingatiwe. Hoja ni Yesu katumwa kwa Wanaisraeli au la? Ndio hoja ya msingi. Lakini badala yake inaonekana mjadala mkubwa sasa unakwenda kuamkana nayo. Mpaka inafika mahala maneno ya mwalimu upande wa pili anasema walimu wangu wanakinzana. Niseme kwamba jibu walimu wangu hawakinzani, isipokuwa labda uelewa. Na nataka niweke wazi ili watakaokuja wasije katika mjadala wa sisi Waislamu, na leta mwalimu kwa ajili ya kuuliza swali la nyongeza. Basi swali hilo kabla hujamleta mwalimu niseme tu kidogo. Waache walimu wenyewe wajadiliane.
pelekwa ameguswa mwanamke Mkananayo, ameguswa Simoni Mkananayo. Sasa wenye mamlaka ya kusema alikuwa taifa, alikuwa mjukuu, tuache walimu wenyewe. Mimi na wewe tusimamie. Naomba mwalimu kwa swali la nyongeza. Haya, sasa naleta mwalimu kwa ajili ya swali la nyongeza. Mwalimu nitekeleta bila shaka ni yule yule Ustadhi Suleiman Mbogo kwa swali la nyongeza tafadhali. Ndio. Kwa kondoo wapotevu wa nyumba ya Israeli tu. Sasa swali langu mimi hapa la nyongeza nataka niweze kufahamu, kwa sababu nimeuliza awali lakini mwalimu alitumia ulimwenguni, lakini atawali Israeli. Kwa neno ulimwengu tu halimaanishi kwamba mtu ametawala ulimwengu, maana yake yuko nje ama ni ulimwengu mzima kwa maana ya maeneo. Hata rais wetu Magufuli anatawala ulimwenguni, sio mbinguni. Kwa hiyo ukisema ulimwenguni maana yake ni ardhini hapa. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali langu sasa nataka kujua, kwa mujibu wa Biblia ya Afrika nasema Yesu anasema sikutumwa ila